jumla ya wageni 65,581 waliingia nchini kwa mwezi wa Machi 2026. Hili ni ongezeko la 8.7% kwa kulinganisha wageni 60,345 walioingia nchini kwa mwezi wa Machi 2025. Aidha, ukilinganisha wageni 86,839 waliingia nchini kwa mwezi wa Februari 2026 ni upungufu wa 24.5%. Wageni kwa mabara waliotoka, bara la Ulaya liliongoza kwa kuleta wageni 49,370 sawa na 75.3% ya wageni wote kwa mwezi wa Machi 2026. Bara la Afrika lilifuatiwa kuwa na jumla ya wageni 8,489 sawa na 12.9% ya wageni wote kwa mwezi wa Machi 2026. Bara la Amerika lilikuwa la tatu kwa kuleta jumla ya wageni 4,460 sawa na 6.8%. Bara la Asia lilikuwa la nne kwa kuleta jumla ya wageni 2,760 sawa na 4.2% kwa mwezi wa Machi 2026, na bara la Oceania lilikuwa la mwisho kwa kuleta jumla ya wageni 498 sawa na 0.8% ya wageni wote kwa mwezi wa Machi 2026. Wageni kwa nchi tano zilizoongoza, tunaona hapa nchi ya Italy iliongoza kwa kuleta jumla ya wageni 14.4%, Ujerumani ilikuwa ni nchi ya pili 10.3%, Poland 7.7%, Ufaransa 6.4% na Scandinavia ni 5.5%. Uingiaji wageni kwa mwezi wa Machi 2022 hadi 2026. Hapa tutaangalia mwenendo wa wageni, uingiaji wa wageni kwa miaka mitano iliyopita. Kwa kama tunavyoona mwezi wa Machi 2026 wageni wengi walikuja, ukilinganisha wageni ilileta wageni wengi ambao ni 65,581 ukilinganisha na miaka mingine mitano iliyopita nyuma wageni wake walikuwa wachache. Kwa mwezi huu tulipata wageni wengi zaidi. Ili mtu azidi kukaa hapa kwetu kwa muda mrefu zaidi, tumpe afanye business yake, alafu tumpe na leisure nzuri ili aenjoy kuwepo hapa kwetu na akae siku zaidi. Tumeona average ya kwetu kukaa hapa watalii tumeona ni siku 8. Sasa tukiongeza business and leisure, mtu aje afanye biashara zake alafu aende na kwenye leisure, tukamu-encourage kwenda kwenye leisure, anazidi kukaa na income inazidi kuingia ndani ya nchi yetu. Na wenzetu kama UK, wapi Lisbon, washaanza kufanya hicho kitu. They do what we call leisure so that we get extended stays. Mtu apate kuvutika na kukaa zaidi hapa nchini kwetu. Sasa nyingi hotels kule Kenya wameona kwamba wa integrate, okay? Wa integrate wawe leisure focused, wa offer vitu vizuri, like unaweka pools, unaweka gyms, and then unaweka na reliable working space. Mtu ukimwekea reliable working space, umemwekea na high speed internet. Tujue kwamba sasa hivi dunia tulionayo sasa hivi without internet hatuendi. Mimi nafikiria kwa upande wetu tujaribu kuangalia zaidi ni vipengele gani ambavyo manake tunaweza tukavitumia au attractive zipi ambazo zaidi labda tunaweza tukazitumia zaidi katika kuhakikisha kwamba wageni wakae muda mrefu zaidi kulingana na ile visa ambayo inakuwa zinatoka, kwa sababu kama unacheki kwamba visa inamweka mgeni kwa muda miezi mitatu, almost 90 day, alafu ni kwamba anakuja anakaa siku 8. Kidogo hapa nafikiria tuangalieni namna ya kuweza kumfanya mgeni aweze kuishi zaidi au aweze kukaa zaidi, kwa sababu kama tunavyojua kwamba vimo mgeni anavyoishi katika nchi yetu hii Tanzania au iwe Zanzibar kwa ujumla, maana yake ni kwamba atakuwa anatumia zaidi na zaidi, kwa sababu anapokwenda katika kila kipengele, maana yake unakuta kwamba inasaidia katika kuhakikisha kwamba anaingiza kitu katika pato la nchi. Kwa mwezi Machi tumeona ongezeko la wageni lipo ukikompea na mwezi Machi mwaka 2025. Kwenye upande wa claims au emergencies zilizotokezea ni za kawaida tu, ni injuries za kawaida. Na hakuwa na jambo kubwa ambalo la kufanya tu na mfuko ukaenda ukaishiwa ukwasi. Kwa hiyo
operations zimeendelea kuwa za kawaida na tunaendelea kusupport. Nakukuta kuna miundombinu ndio ambayo nayo pia inasaidia katika kuongeza hii. Wenzetu wanapokuja hapa wanatizama namna gani barabara zetu, kwa sababu kwa mfano tukienda Arusha ni mbuga, lakini hapa sio mbuga. Kwa maana hiyo ina maana tuwe na barabara ambazo ziliokuwa mzuri, na serikali imepiga hatua katika hilo, na sote yani sisemi kitu ambacho labda kinataka tochi. Nyote mnaona jinsi maendeleo yanavyokwenda, lakini pia tunakwenda katika network. Mambo haya aliyozungumza dokta ya internet ni mambo ambayo muhimu sana. Wanapokuja wageni hawa, wanapokuja hapa, kama internet iko vizuri, kwa kweli wanajikuta wamefarijika sana.